أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. Tunaendelea katika mwendelezo wa madarasa ya Ramadhani ambayo yanatolewa mahususi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya kujuzana moja au mengine ambayo yanahusu safari yetu ya kiroho. Na mada yangu ambayo nimechagua au nimekabidhiwa inasema madaraja ya kiroho na njia za kusuluhisha nafsi. Enyi mitume, kuleni katika vitu vizuri na fanyeni mema, hakika mimi ni mjuzi kwa hayo mnayotenda. Sura Al-Mu'min, sura ya 23 aya yake ya 52. Kama waaminio tunaouelewa mpana katika safari hii ambayo tupo ndani yake, kwamba safari hii imegawanyika katika sehemu mbili muhimu na zote zinategemeana kama kuta ya nyumba imara. Kuna upande wa kimwili na upande wa kiroho, ila nataka kuizungumzia safari ya pili ambayo kitu chake cha mwisho ni yakini na masurufu ya safari hii ni takwa. Njia yake ni nyembamba na kingo zake zote ni Jahannam, na sifa au siri ya ufaulu wa safari hii ni subira, na safari hii ni ile ya kiroho. Na hayo niliyoainisha nimeamua kutoka katika mafundisho ya dini yetu tukufu ya Kiislamu, yani sheria yetu Qur'an na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya niliyoainisha hapo juu inabainisha ukweli waziwazi kwamba safari hizo mbili ni muhimu sana kuzitambua. Yani kama vile hatuwezi kuacha kula chakula kizuri kwa ajili ya kustawisha afya zetu, basi vivyo hivyo kwa ajili ya afya ya kiroho basi ni lazima kufanya matendo mema. Jinsi mada yangu inavyoeleza inaonekana ni mada ngumu, na pia ina umuhimu sana, kwani tunaenda kuzama katika sehemu ambayo kila mtu anahisi tofauti na mwingine, ila lengo ni kutaka kutengeneza uelewa mpana kuhusu swala hili muhimu, kwani inasema kuwa man arafa nafsahu arafa rabbahu, yani ambaye anaitambua nafsi yake basi amemtambua Mola wake. Na huu ndio mukhtasari wa mada yangu ya leo. Sasa nitaeleza istilahi mbalimbali zinazoeleza madaraja ya kiroho na kuyachambua sawa na ilivyoelezwa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika mafundisho yake mbalimbali. Istilahi hizi zipo za namna nyingi na nitajaribu kuzieleza kama nilivyosema sawa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alivyozieleza katika vitabu vyake mbalimbali. Kuna neno ambalo linasema fanaa au daraja la fanaa. Ni tendo la kuangamiza nafsi, yani kuangamiza matamanio yako ya nafsi na kubadili kikamilifu na kukubali kikamilifu ridhaa ya Allah juu yako. Na hii ndio sehemu ya kusafisha nafsi yako dhidi ya matamanio yote mabaya na ibaki kama sufuria safi iliyo tayari kuwekwa vyakula ndani yake. Yani nafsi yako ikubali kwamba sasa ninahitaji kupokea kitu fulani baada ya kuifanyia usafi. Na ndipo matamanio yote ya mja yanakuwa kwa ajili ya Allah. Hili ndio daraja ambalo juhudi zinahitajika, kwani madaraja mawili mengine ambayo yanakuja mbele nitaeleza, yani ya mwisho, Allah humpa mja wake bila ya juhudi yoyote, ila ni baada ya kupita katika daraja hili. Yani mja akipita hapa basi haya mengine huja kama ruzuku, au Mwenyezi Mungu huwa anampa mja wake baada ya yeye mwenyewe kufanya juhudi ya sehemu ya kwanza. Na Masihi aliahidiwa alayhi salamu alisema daraja hili ndiyo maana halisi ya Uislamu. Na
na kwamba Uislamu unamtaka nini mja wake. Aliposema katika ubeti wake mmoja kwamba Islam cheese kiahe huda kelie fana, kwamba Uislamu ni kitu gani au Uislamu ni nini. Nasema kwamba ni mja ajitolea au atoe fanaa kwa Mola wake, kwamba mtu anapojitoa moja kwa moja kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu au kumridhia Mwenyezi Mungu moja kwa moja, basi huo ndo Uislamu. Masufi wanaamini kuwa kila muda katika dunia hii wapo watu ambao ni wacha Mungu, ambao wanaweza kuongea na Allah na kuombea watu. Ikiwa hamna nabii, watu wa namna hii wamegawanyika. Yani kipindi kile ambacho hakuna nabii, basi hawa watu au wacha Mungu hao wanakuepo kwa ajili ya kuombea watu, kwa ajili ya kuwasaidia watu shida zao mbalimbali za kiroho. Yani wacha Mungu hawakauki katika dunia hii, sawa na wazo hili la kisufi au masufi wanavyoamini. Na katika madaraja wamewagawanya hawa watu. Utasikia madaraja abdal, ghaus na kutub. Na nataka kuyafafanua kwamba badal inamaanisha inayobadilika. Hii humaanisha kwamba au imaanisha kuwa anapofariki abdal, yani mtu ambaye ni mcha Mungu wa daraja hili, Allah humleta mtu mwingine wa daraja hili. Na pia humaanisha kuwa mja anapokuwa katika daraja hili anaendelea kujibadilisha nafsi yake kuwa mtu mwema zaidi mbele ya Allah. Yaani ni daraja ambalo mabadiliko yake huendelea. Sayyidna Ahmad alayhi salam katika kitabu chake kinachoitwa Aina Kamalat al-Islam, ambapo alibainisha mambo kadhaa ambayo yanahusu wacha Mungu na ucha Mungu na mabadiliko haya, anaainisha daraja hili kuwa ndilo wale wacha Mungu waliotajwa katika surat Bakara iliposema hudalil muttaqin, kwamba kitabu hichi yani Qur'ani ni mwongozo kwa wachao, yani wacha Mungu. Kwani alisema kwamba mcha Mungu ni yule ambaye yupo katika vita na nafsi yake katika maanguko na maamko ya kila siku, yani vita bado inaendelea. Na hili ndio daraja la chini kwa wale wanao warithi manabii pindi kutokuwepo kwao, kwamba kipindi kile ambacho hakuna manabii, hawa maabdal ndo wanawarithi manabii, yani wanakuwa sehemu ya manabii. Lakini inaonekana kwamba hili ndio daraja la mwisho zaidi, wale ambao wanafanya juhudi kuzibadilisha nafsi zao. Kuna hii nyingine ambayo ni ghaus na kutub. Ni daraja au ni madaraja yanayoshabihiana na maana zake ni mtu wakati au mtetezi, kama vile tunao madalali hapa Tanzania ambao tunawaita mtu wakati, bila wao mambo fulani yanakuwa hayaendi. Lakini hawa sasa ni watu wakati. Nitaeleza maana yake. Nasema kwamba kwa maana hii kwamba kama adhabu imekadiriwa kwa kaumu fulani, basi habari hii hufika kwa maghaus na makutub, nao huwafikishia watu habari hizi au kumwomba Allah kuondolea adhabu hiyo kwa kuombea msamaha. Katika daraja hili huwa wanapatiwa uwezo wa nguvu zaidi ya uwezo na vipaji, yani nguvu zaidi ya uwezo na vipaji vya kufanya miujiza, ila huwa hawajitangazi, bali hutambulika vipawa vyao hivi na abdali ambao wanakuepo. Hapa naomba nifafanue kwamba haya maghaus na kutub huwa hawajitangazi, ni wacha Mungu ambao hawajitangazi, na wamepewa hizi nguvu za kufanya miujiza na kufanya maombi na kukubaliwa. Watu wa kawaida huwa hawatambui, lakini hao abdali ambao nimewataja hapo juu huwa wanakuwa ndio watu ambao wanaweza kuwatambua hao maghaus kwamba ni wakina nani, na kutambua vipawa vyao na madaraja yao ya kiroho. Naendelea anasema kwamba tukumbuke daraja hili hawawi mujaddidin wala manabii. Yani daraja hili la ghaus unaweza kufanya mambo ya ajabu na mambo ambayo tuseme ya kutegemewa katika jamii zao, lakini hawawi mujaddidin,
wala manabii, kwamba manabii wapo katika daraja lingine na mujadidin, lakini hawa ni daraja fulani hivi la kati. Tukiendelea, baada ya fanaa kuna liqa, kukutana na Allah au mkutano. Hapa mja huanza kupata ladha na kupata ile raha ya ibada za Allah. Yani raha yake ni kama ile ya kukutana na rafiki yako kipenzi uliotamani kukutana naye tangu zamani. Yani mtu alipoanza kufanya juhudi zake za kutaka kukutana na Mola wake, sasa hapa anaanza kuipata ile harufu, kwamba kama safari sasa imeshaanza kufika. Na kama msosi sasa umefunukiwa, kama chakula kimefunikiwa, sasa kinaanza kutoa harufu nzuri. Kwa hiyo hapa mja au tuseme ambaye anafanya bidii kumtafuta Mwenyezi Mungu katika daraja ile la liqa, sasa ameshaanza kuipata ile harufu sasa ya kukutana na Mwenyezi Mungu. Mambo fulani fulani ameshaanza kuyahisi ya kimabadiliko ndani yake. Na kuna daraja sasa la mwisho ambalo linaitwa baqa, yani ikiwa maana yake kubakia, yani kupata maisha ya uzima wa milele kiroho ambayo hakuna maangamio baada yake. Hapa mja hupata kila kitu na huanza kufanya miujiza kwa idhini ya Allah, na anakuwa kipenzi cha Allah katika ardhi, na huwa sababu ya kushushwa baraka nyingi na watu hufaidika kutokana na uwepo wake. Katika hadithi moja inasemwa kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kama sio wewe tusingeumba hizi sayari. Yani na Kiarabu chake kinasema laulaka lamma khalaqtul aflak, kwamba kama sio wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, uwepo wako au ujio wako, ndio maana maandalizi yote ya kutengeneza jua, mwezi, magimba yote hapa duniani ni kwa ajili ya ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuhusu hadi vimetengenezwa kwa sababu au kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu Saidna Ahmad alaihi salam, Allah alimfunulia katika zama tauni ambayo ilikuwa ni ishara katika kutoka kwa Allah, kuwa tunakumbuka kwamba taun ilikuja kama ishara mojawapo ya ukweli wa Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam, na alitangaza kabla yake kwamba kutakuja tauni ambayo itakuwa ni ishara ya ukweli wangu, na pia akawahimiza waja wake. Nasema kwamba kipindi kile Saidna Ahmad alayhi salam alifunuliwa kwamba kama sio wewe tungeangamiza sehemu zote, na kwamba kama sio yeye Saidna Ahmad alayhi salam, basi sehemu zote zingeangamizwa, lakini kwa uwepo wake yeye basi imekuwa ni kama ponyo kwa watu au kinga kwa watu wengine kuangamizwa. Na kutokana na uwepo wake katika Kadiani, basi tauni hajaingia Kadiani, lakini ilipiga sehemu zote ambazo pia ni pembezoni za Kadiani. Na tunajua kabisa janga lile liliondoka na watu wengi, na pia wanajumuiya wengi walijiunga kipindi kile, na pia walipewa jina la Ahmadiyya wa tauni. Saidna Ahmad alayhi salam alisema kuwa jua, mwezi, mvua na kadhalika vipo kwa ajili ya watu hawa, yani hawa wacha Mungu. Wengine sisi, yani nasi, tunafaidika kutokana na uwepo wao, kwamba Mwenyezi Mungu ameweka hivi vitu vyote kwa ajili ya watu wake hawa maalum, lakini sisi wengine tunafaidika humo. Waswahili wanasema katika safara mambo kenga wakosekani. Kwa hiyo tumo humo ndani. Na haya madaraja ni yale ambayo Saidna Ahmad alayhi salam aliyafafanua kiurefu katika kitabu chake ambacho kinaitwa Hekima ya Mafundisho ya Kiislamu. Nadhani hicho kitabu kipo katika Kiswahili na mtu anaweza akajisomea kwa majina ya Nafsul Amara. Na pia nadhani pale ametoa aya nyingi, aya kueleza aya kwamba zimetajwa wapi katika Qur'ani, ambayo nafsi yenye kuamuru maovu. Kwa kufafanua, nadhani sijaandika katika lakini kwa kufafanua tu, sijaandika kwenye maneno, lakini nimeandika kwa muhtasari katika maneno, lakini nafafanua kwenye hii audio kwamba
nafsi amara ni nafsi ambayo tuseme inamwamuru mtu kufanya maovu, kama Saidina Yusuf alivyosema la ubari'u nafsi inna nafsa la amaratu bisui, kwamba sitegemei au kwamba sitegemei sana nafsi yangu au sielemei sana katika nafsi, kwa sababu nafsi inaamuru mambo ya maovu, kwamba nafsi ambayo ile ambayo inamvuta mja nyuma kabisa, inamfanya katika tabia fulani anafanana na wanyama, basi inaitwa nafsi amara, nafsi ambayo inaamuru mambo mabaya. Na nafsi na baada ya hapo nafsi lawama, ambayo tunaona kabisa ipo katika sura ile, nadhani sura Kiyama, ambayo inaeleza nafsi lawama, la uqsimu bin nafsi lawama, kwamba ninaapa na nafsi yenye kujilaumu, nafsi yenye kujilaumu. Na Sayyid Ahmad alayhi salamu pale kimuktasari tu ameeleza kwamba hii nafsi tuseme ina thamani, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu amefikia kuapa nayo, kwamba ni nafsi ambayo kidogo inaweza kutumainiwa, lakini ni kana kwamba mtoto sasa anaanza kusimama na kutembea. Kwa hiyo mara anaanguka, mara anainuka, na haitakiwi mtu na juhudi yake iishie hapa, bali aendelee zaidi na zaidi katika kujikongoja katika safari hii ya kiroho. Na nafsi ya mwisho ambayo inaitwa nafsi mutmainna, nafsi iliyotumaini, iliyoridhika kabisa, kwamba hii imepata ule ufaulu wake na Mwenyezi Mungu. Katika aya ile ambayo inahusu nafsi mutmainna alisema kwamba ewe nafsi ulio tumaini, au nafsi iliyo na matumaini, rejea kwa Mola wako ukiwa umeridhiwa na ukiwa umemridhia, na ingia katika pepo yangu, na uingie katika waja wangu, na ingie katika na pepo yangu. Kwa hiyo huo ni muhtasari tu kwa watu ambao watakuwa wanasikiliza hii audio. Hapa nitataka kupita kifupi katika madaraja manne ambayo wameahidiwa waaminio katika sura ya 4 aya yake ya 70, ambayo aya ile inasema na mwenye kumtii Allah na mtume, basi hao ndio miongoni mwa wale aliowaneemesha Allah, manabii na masidiki na mashahidi na masalihi, hao ndio marafiki wema. Haya madaraja manne yaliyotajwa katika aya hii, katika aya hii hapo juu, Sayyid Ahmad alayhi salam aliyagawanya katika namna mbili, lakini yote ni neema za Allah kwa mja akitegemea juhudi binafsi za mja huyo. Hapo inaweza kwamba uchanganyikiwe kidogo msikilizaji, kwamba haya madaraja manne ni zote ni neema za Mwenyezi Mungu. Unajua neema kama imenasibishwa na Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anambariki mja, lakini pia inategemea na juhudi binafsi ya mtu, kwamba mtu afanye juhudi katika kuyafikia hayo. Na imegawanyika madaraja sasa, yamegawanyika katika sehemu mbili. Kuna kasbia, yani ambayo mtu unaweza kuyachuma sana juhudi zako, ambazo yani haya madaraja ambayo ni yale matatu ya chini: sidqiyati, shahidiyati na salihiyati. Na fungu la pili ni wahabia, ambalo mja hutunukiwa na Allah, na hili ni nubuwati au unabii. Hapa nitaeleza kuhusu madaraja ambayo ni kasbia ya kuchuma. Hii ni kutokana kwamba tunajua kabisa unabii ni Mwenyezi Mungu ndo anamchagua mtu ambaye anamtaka. Mtu anaweza akawa mcha Mungu kutupilia mbali, lakini asipewe chochote cha unabii, kwa sababu tunajua kwamba kuna masharti mengi ya kuja nabii, kutokana na zama, kutokana na mambo mengi. Kwa hiyo lakini haya mengine yanakuwepo, lakini hizi neema zote zimekadiriwa kutokea katika umati wa Muhammadi, katika umati Muhammadia
haya yote madaraja yamekadiriwa kutokea kwa sababu hizi ni fadhila na faiz ambazo mtumishi au mja au Muislamu akifuata kikamilifu mafundisho ya Mwenyezi Mungu na kumfuata ar-Rasul, yani mtume huyu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi atafanikiwa kufikia haya madaraja. Siddiqi ni daraja baada ya unabii. Maana yake ni mkweli hasa, mtu ambaye ni mkweli na dhihirisho la ukweli wenyewe. Tunatolea mfano wa Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, mwenye lakabu yake hiyo ya Siddiqi. Tukiangalia huyu alimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kuhitaji maelezo andamizi. Aliandamana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika matukio ambayo yalingarisha ukweli wake na kuamini kwake ukweli. Katika matukio yale ambayo aliandamana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale matukio ya kujitolea kwake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yalingarisha usidiki wake na ilionyesha kweli huyu ni mkweli na anaamini ukweli na anauishi ukweli. Daraja linalofuata ni shahada. Maana yake ni ameshuhudia, yani kwamba mtu akiitwa shahidi ni yule ambaye ameshuhudia ukweli, yani mtu yule anakuwa ameshuhudia ukweli na yeye ndio ushahidi wenyewe, kwamba mtu anakuwa yeye sasa ndio ushahidi wenyewe wa ukweli huo. Mtu wa namna hii anakuwa tayari kutoa kila kitu alichokuwa nacho kusimamisha ushahidi alioshuhudia, na sio mpaka mtu auawe ndio awe shahidi. Kwamba kuna wale mashahidi wanaokufa vitani, lakini pia kuna mashahidi wengine kutokana na vitu mbalimbali. Na hapa nimeeleza kwamba tunaweza kuelewa vizuri habari hii kama tukisikiliza hotuba ya tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2020 ya Khalifatul Masih Alhamis ayadahullah ta'ala binasir aziz. Na daraja lingine ni salihiyat au salih. Maana yake ni kwamba amekuwa shwari kiafya, yani ana afya njema inayomruhusu kufanya shughuli zake za kila siku. Yani kwa sababu imetoka kwenye mzizi wa neno swalaha, yani mtu akiwa swalaha, ikisema kwamba swalaha fulanu, maana yake kwamba huyu amekuwa shwari kiafya, yani Kiingereza wanasema amerecover kutoka katika magonjwa yake kadha wa kadha. Hivyo basi maswalih ni wale watu wanaoweza kufanya mambo yote ya kimaadili ya kidini bila ugumu wowote, na anaweza kuipata ile ladha ya kufanya matendo hayo. Kwa sababu tunajua kabisa kama mtu ni mgonjwa au malaria, akiwa na malaria au ugonjwa mwingine wowote, hata chakula hicho hakina raha kabisa. Kwa hiyo mtu akiwa amerikava vizuri, basi hata yale matendo, yani kiroho amekuwa swalih kiroho, yale matendo anapata ladha ndani yake, anaenjoy. Akiswali anapata ladha, akitoa sadaka anapata ladha. Kwa hiyo huyu ndo tunasema ni swalih, na hili ndo daraja ambalo linatakiwa liwepo. Kama tumeona kabisa hili swalih ndo wale abdal, ndo yule mtu ambaye ameshafikia ameshatoka kwenye fanaa, sasa anafikia kwenye bakaa. Sasa mtu anaanza kupata ladha, na hii kwa Uislamu ni daraja dogo tuseme, na linatakiwa liwepo kwa hawa watu. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakanusha kwamba ile aya haimaanishi kwamba ambao wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam watakuwa manabii, masadik, mashahid na maswalih. Kwa hiyo tunakataa kabisa ile neema ya chini kabisa, ni wale watu wa Mungu wa chini kabisa, kwamba hawapatikani kwa sasa katika umati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo kabisa tunaamini kwamba umati ni mfu, naudhu billahi min dhalik. Kwa hiyo nitaingia sasa kwenye mambo machache kuhusu kuisuluhisha nafsi kwamba sasa kuifanya nafsi iwe na afya. Kumradhi. Hakika kuisuluhisha nafsi ni jambo kubwa na gumu pia, kwa sababu katika dunia hii matamanio ni mengi na watu wengi
wamechukua mkondo huo wa kutii matamanio mabaya, hivyo kufanya pia wale wenye nia madhubuti ya kuyaacha matamanio hayo iwe vigumu kwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa kusuluhisha nafsi pia ni namna moja ya jihadi, na pia nafsi inaweza kusafika na kurudi katika hali yake ya afya na kumtambua Allah. Kwamba ni moja ya jihadi, lakini kwamba ni kweli kwamba nafsi inaweza ikasuluhika na kuwa mtu anaweza akawa mtu mzuri, kwa sababu unaweza ukakutana na madhhabu nyingine au dini nyingine anasema kwamba mtu hawezi akawa mtu mwema. Kwa hiyo tunaona Islam inakubali kwamba nafsi inaweza ikareform na akawa mtu mzuri. Na hii inahitaji juhudi ya mtu binafsi. Mshairi mmoja aitwaye Mutanabbi aliandika ubeti mmoja ambao unautafsiri kwamba, nasema, nafsi ni kama mtoto, ukizidi kumnyonyesha atakulia kwenye kupenda kunyonya, ila ukimwachisha anaacha. Ndivyo hivyo nafsi, kwamba unaweza ukazoea jambo fulani na inakuwa ngumu kweli kama kumwachisha mtoto kunyonya, lakini ukimwachisha na ukimzoesha basi anaacha, lakini ukimwacha endelee kunyonya basi naye anakuwa hivyo. Kwa hiyo nafsi ni kama mtoto. Hivyo hapa chini tutaangalia kiufupi vitu vinavyoweza kusaidia kuisuluhisha nafsi, kuifanya nafsi kuwa na afya njema. Jambo la kwanza ambalo nimeliainisha ni kuimarisha nguvu ya maamuzi na imani. Mtu awe na nguvu ya maamuzi kwanza. Hii nguvu ya maamuzi kuifafanua tu, na sijaiandika hapa kwenye notes. Kuifafanua ni kwamba mtu unapoamua kufanya jambo, basi inatakiwa ulifanye, kwa sababu saa nyingine mtu unaweza ukaanza kufikiria jambo, nitafanya kesho. Ndio maana Qur'ani imesema kwamba unatakiwa ulele jambo ambalo linawezekana kufanyika leo. Usiseme kwamba nitalifanya ili kesho. Nadhani katika sura Kahf. Kwa hiyo hivyo ndio inavyotakiwa muaminio. Ukiona kwamba huu ndio wakati wa swala, amka ukaswali, sio sasa hapa ngoja kesho baadaye. Saa 11 ngoja jua sasa lishuke kidogo. Utakuta hata ya alasiri shapita. Lakini kama una nguvu ya maamuzi ya kufanya mambo, basi unaamka tu unaenda kufanya. Na hii huwezekana kupitia ishara mbalimbali za Allah, jinsi anavyowasaidia watu wake, na saa zingine pia huja kwa kujua pia vipi Allah huangamiza maadui wa imani juu yake katika hii dunia. Kiufupi ni kutambua ishara za Allah. Kwa hiyo mtu anapotambua ishara za Allah, anapomtambua Mwenyezi Mungu utendaji wake, Mwenyezi Mungu anafanyaje mambo yake, ishara mbalimbali zilizotokea ambazo zipo katika Qur'ani, visa mbalimbali vya watu ambao waliangamizwa, basi mtu anapata ile nguvu ya imani na maamuzi, kwamba mtu akipata, yani wanaita kiurdu quwwat iradi, kwamba ile quwwat iradi kama ni kamzori, kama haifanyi kazi, basi ni vigumu sana. Na hii ndio hatua ya kwanza, nitakuwa imarishe nafsi yako. Na mimi kuanzia leo na swali saa 5 na swali. Kuanzia leo kudanganya danganya za hapa pale unaacha. Kuanzia leo mimi nakuwa mtu mzuri, michepuko unaacha. Yaani michepuko kupita njia nyingine za kando, sio ile michepuko ambayo watu wamezoea. Kitu kingine cha pili ni kusimamisha sala. Hii tulishazungumza sana, na nadhani katika hotuba nyingine huko zimezungumzwa. Ni lazima kwa kila Muislamu kusali sala 5 za faradhi kila siku, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alisisitiza sana, na pia alisema kuwa sala ni miraji kwa waaminio, na pia alisema kuwa utulivu wa moyo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam upo katika sala. Qurratu ayunin fi salati, kwamba tulivu ule hasa ile, yani kile kiini, yani kile kiburudisho cha macho yangu kipo katika sala. Na sala inatakiwa isaliwe kwa namna hii, kwamba kana kwamba unamuona Allah,
na kama humuoni basi ujue yeye anakuona. Hili ni daraja la ihsan. Na kitu kingine ni kuweka tabia ya kuongea ukweli. Hii ni njia kubwa sana ya kuosha nafsi yako, kwani unapoweka tabia ya kuongea kweli ni dhahiri kuwa utaachana na mambo maovu, kwani utakapotenda jambo na itokee uulizo kuhusu hilo itakubidi useme ukweli. Utakapofedheheka mara 2-3 utaamua kuacha maovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba yake mmoja kuacha uongo, ambaye alimuuliza kuhusu afanye nini ili awe mtu mwema. Ilikuwa sababu ndo hizi kwamba akafikiria hapa nikisema uongo hapa nikipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam itabidi niongee. Kwa hiyo akabidi tu sasa awe tu mtu mkweli, akaachana na uongo na janja zote. Tukaendelea kwani kuongea uongo ni sawa na kuabudu sanamu na ni shirki. Allah anasema jiepusheni na uchafu wa kuabudu masanamu na mujiepushe na kauli za uongo. Surati Hajj aya yake ya 31. Kwa ufafanuzi nasema kwani mtu muongo anategemea uongo kumuokoa, na kama vile muabudu masanamu anavyotumai kuwa yatamuokoa siku ya kiyama. Kama vile masanamu, mtu anaabudu sanamu anasema hili litaenda kuniongelea mbele ya Mwenyezi Mungu, na ndivyo hivyo mtu anafanya uongo, anajua kabisa ukiniuliza sitakwambia ukweli, utanifanya nini? Bana wewe ndio umechukua, siyachukua, imeisha hiyo. Kwa hiyo ndio hivyo, ukiachana na uongo utakuwa mtu straight. Kwa hiyo utaepukana na mambo mengi sana, na pia madhambi mengi yanatokana na uongo, kwa sababu mtu anajua kabisa ataongea uongo na ataponyeka. Na kitu kingine, kwenda kwa haraka ni kutoa katika njia ya Allah. Hii ni kwa wale wenye uwezo wa kutoa. Kutoa katika njia ya Allah kutakupa ule uchungu wa kuitumikia dini na ghera ya Allah. Hapo kwa mfano tu ambao sijauweka hapa ndani, ni kama vile mtu unapooa unatoa mahari. Na ile mahari inatakiwa kuwa iwe ya uchungu fulani. Kwa hiyo unapotoa hela yako ile sio, yani ni nadra sana kwamba uende ukamisuzi yule mtu ambaye umeshamlipia mahari yake. Yani utakuwa na uchungu. Kwa hiyo hivyo kama mtu ukitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, ukijua kabisa kwamba katika hii dini, yani hii dini kuna mchango wangu pale na ni hela nimeweka pale. Kwa hiyo mtu utakuwa na uchungu wa kuitumikia dini, na pia utakuwa na ile ghera juu ya Allah. Pia wengine wenye hali za chini ni lazima washiriki katika hili, na kama hawana uwezo kabisa basi waombee wale wenye uwezo, kwani wale masahaba ambao hawakuweza kuenda katika jihadi walibaki nyuma na kuombea wenzao walioenda, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa nao wanapata thawabu sawa sawa na wale walioenda katika jihadi. Na kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu sio kwa mali tu. Tunajua kuna kujitolea kwa juhudi zako nafsi na mali. Yani kutoa kote ndio nakozungumzia hapa. Yani kujitolea kote huko ndio nakozungumzia hapa. Na njia hii ya kujitolea ni njia nyepesi mno kuisuluhisha nafsi. Kuisuluhisha nafsi na kumfikisha mja kwa Mola wake. Sayyidina Ahmad alayhi salam alifunuliwa katika hutuba ilhamia kuwa inna dhuhaya hiya almataya tusilu ila rabbil baraya wa tamhu alhataya wa tadfa albalaya, kwamba hakika kujitolea ndicho kipando kinachofikisha katika Mola wa viumbe na kufuta makosa na kukinga mabalaa. Tunaona ni fadhila namna gani ambazo zipo katika kujitolea. Wakaramali umeambiwa bana, jitahidi hapo, toa kipando chako hicho, lete pikipiki hiyo, tufanyie kitu fulani, unatoa. Yote hayo ni kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu, na kunafanya kwamba ule mchango wako ambao unaotoa basi unapata ghera na kuifanya nafsi yako hiyo imara sana na katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na kuna ushuhuda tele kuhusu hilo.
Na kingine ambacho nimekiainisha ni kujiuliza nafsi yako. Hili jambo muhimu sana, kujiuliza nafsi. Kwani kila mmoja ana mapungufu yake. Pindi mtu ajiulizapo na kuangalia wapi sijapafanyia bidii, basi inakuwa rahisi kwake kujisuluhisha. Sayyidina Ahmad alayhi salam alisema kabla ya kulala ni lazima mtu ajiulize amefanya mema mangapi na maovu mangapi. Na kama wema umezidi uovu, basi amefaulu. Na kama uovu umezidi wema, inabidi afunge nia mpya juu ya kutenda mema zaidi. Na alisema inabidi usiku wetu ushuhudie kuwa tumepitisha mchana wetu kwa wema, na mchana wetu ushuhudie kuwa tumepitisha usiku wetu kwa uchamungu. Katika Safina ya Nuhu maneno yanapatikana. Kwa hiyo ukienda katika Safina ya Nuhu, ukisoma Safina ya Nuhu maneno utayapata kama yalivyo. Hapa nimetia uswahili mwingi pia. Na hutuba nyingi za Khalifatul Masihi ayyadahullah ta'ala binasir aziz zinatuhimiza katika jambo hili, kwamba inabidi tufanye jaiza, kwamba tujiangalie sana nafsi zetu, tujipime nafsi zetu. Na pia anasemaga sana kwamba hali zetu tuzinyanyue, hali zetu za kiroho. Kwa hiyo ni ushuhuda kwamba Saidina Khalifatul Masihi Alhamisi ayyadahullah ta'ala binasir azizi anatuambia sana kuhusu jambo hili. Na ameshasema mara kadhaa. Kwa hiyo unaweza kurejea zile hotuba za nyuma na wakacha kuelewa hili jambo vizuri. Na kingine ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Inaweza kwamba mtu amejisuluhisha nafsi yake na akakaa, au mtu anafanya mambo yake tu mwenyewe, lakini hajachukua nafasi nyingine ya kuamrisha watu kufanya hayo yanayofanya. Hii ni namna nzuri pia ya kusuluhisha nafsi yako, kwani utakapoamuru watu wema na kuwakataza maovu, nawe pia utajaribu yale wakatazayo yasionekane kwako, na utajaribu kuonyesha mfano mwema. Sina mengi ya kutia hapo. Na nafasi nyingine ni kuimarisha hali ya kusikia na kutii. Pale unapopata kufunzwa au kujifunza au kujuzwa kwamba kuwa jambo hili Allah amelikataza au Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha namna hiyo, na papo hapo unaliacha, itakuongeza kasi katika kusuluhisha nafsi yako. Na kikubwa ni kumsikiliza khalifa mtukufu wa zama. Nitatoa mifano miwili kwa haraka. Tunajua kabisa kule India watu wanavuta huka. Sijui ni ndio shisha hapo anasema, yani kama viko fulani, yani na mirija yani wanavuta. Kwa hiyo masahaba wake walikuwa na tabia hiyo, lakini waliposikia kwamba Saidna Ahmad alayhi salamu anakirika sana na uvutaji wakatupa, akaachana nazo. Na ndivyo hivyo pia Saidna Khalifatul Masih ayyadahullah ta'ala binasir aziz alitoa hotuba moja London katika Masjidi Futun kwamba sigara hizi na nini zote ni makruh. Kwa hiyo baada ya hapo Ahmadiyya wengine ambao walikuwa kiasili ni Waarabu wakatupa viberiti na sigara, na ukondo wa mwisho wao kuvuta hapo. Sijaandika hapo. Kwa hiyo itakuwa ni faida kwa mtu ambaye atakuwa anasikiliza. Na pia kufunga saumu ya Ramadhani ni agizo maalum kutoka kwa Allah. Kama tunavyojua kabisa tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunajua hili ni agizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na naweza liingiza chini ya kifungu hichi, kwani tunamuitikia Allah na mtume wake. Kwa hiyo hii funga tunayofunga ni kumuitikia Allah na mtume wake. Kama mtu unafunga kama huna yale mambo ambayo anakataza kufunga, basi ni vizuri ufunge, kwa sababu hiyo ni itakusaidia sana. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni training camp, aya aliyosema Khalifatul Masih, na kufanya kazi na kufanyia kazi madhaifu yetu, na ikiwa kusuluhisha nafsi, na ikiwa mojawapo ni kusuluhisha nafsi na kufikia madaraja ya juu ya takwa kuwa shabaha moja wapo, basi ni shime kwetu kujitahidi katika haya, kwamba lengo letu katika kufunga Ramadhani ni kufikia madaraja ya juu ya takwa, kusuluhisha nafsi yetu. Kwa hiyo nafsi zetu
Kwa hiyo ni moja ya opportunity nzuri za kufanyia kazi jambo hili. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqa, tukutane tena katika madarasa nyingine, na nakutakia ufuatiliaji mwema wa madarasa hizi.